Nchi ya Iran imesema inaendelea kuwa katika hali kamili ya utayari wa kijeshi na kwamba iko tayari kujibu kwa hatua madhubuti endapo kutakuwa na ukiukwaji wowote wa makubaliano ya usitishaji wa mapigano. Akizungumza kwa njia ya simu na naibu waziri mkuu waziri wa nchi anayeshughulikia masuala ya ulinzi wa Qatar, Brigedia Jenerali Majid Ebn Ali-Reza alishukuru Qatar kwa mchango wake katika kuwezesha mazungumzo yaliyopelekea usitishaji wa mapigano katika vita kati ya Marekani, Israeli pamoja na Iran. Upande mwingine umekwisha kuvunja makubaliano mara kadhaa katika muda mfupi. Historia ya mahusiano kati ya Iran na Marekani imejengwa kwa miongo kadhaa ya kutoamini na kuvunja ahadi. Iran haitasahau mauaji ya viongozi wake wa kisiasa na kidini, makamanda wa kijeshi, raia wasio na hatia na watoto wa shule, hasa waliouawa katika mji wa Minabu. Matukio haya yanaendelea kuwa katika rekodi nyeusi ya Marekani. Irani ina imani na mamlaka na mataifa ya Kiislamu na majirani zake, hasa Qatar. Haitamani maadui zake na imebaki katika hali ya utayari wa hali ya juu. Vidole vyake viko kwenye kitufe cha kufyatua risasi. Haitasaidia kuchukua hatua zinazohitajika na zinazofaa ikiwa masharti ya usitishaji wa mapigano yatakiukwa. Alizungumzia umuhimu wa kimkakati wa Ghuba ya Aden na mlango bahari wa Hormuz katika biashara ya kimataifa, na akionya dhidi ya kuendelea kuwepo kwa majeshi ya kigeni katika eneo hilo. Uwepo huo hauongezi usalama bali unachochea kutoaminiana na uharibifu wa utulivu wa eneo hilo. Usalama wa eneo unapaswa kusimamiwa na nchi zote eneo lenyewe bila kuingiliwa na nguvu za nje. Alilaumu Israeli kwa kile alichokiita udhaifu uliofanywa na Gaza, Syria, Lebanon, Qatar na Iran, akidai kuwa msaada wa Marekani umewezesha Israeli kuendelea na operesheni zake za kijeshi. Mwishoni mwa mazungumzo, pande zote mbili zimesisitiza umuhimu wa kuimarisha ushirikiano wa ulinzi na usalama kati ya Iran na Qatar ili kuongeza imani ya pande zote na kuimarisha usalama wa pamoja wa eneo hilo. Iran imesema kwamba utekelezaji wa makubaliano ya Islamabad kati yake na Marekani unategemea pande zote kutimiza ahadi zao. Ukiukwaji unaoendelea wa Marekani unaweza kuathiri mchakato wa kidiplomasia. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Ismail Bakai alisema katika mkutano wake wa kila wiki na waandishi wa habari siku ya Jumanne kwamba utekelezaji wa makubaliano unaotarajiwa kukabiliwa na changamoto kutokana na historia ya kutoaminiana kati ya pande zote hizo mbili. Mchakato wa kidiplomasia ulianza baada ya vita viwili na katika mazingira yaliyotawaliwa na kutoaminiana. Hali hiyo iliyosababishwa na ukiukaji wa Marekani wa ahadi zake za hapo awali pamoja na kile alichokiita uchokozi wa Israeli. Msingi wa makubaliano ni utekelezaji wa majukumu kwa usawa. Kila mtu anatambua kwamba kutimiza ahadi upande mmoja kunategemea kutimiza ahadi upande mwingine. Iran itatimiza majukumu yake mradi upande mwingine pia utatimiza majukumu yake. Maandishi ya makubaliano yaliandaliwa kwa makini na yalisisitiza kwamba usitishaji wa mapigano unapaswa kuheshimiwa katika maeneo yote ikiwemo Lebanon. Iran itaendelea kufuatilia maendeleo ya utekelezaji wa makubaliano ili kutumia mifumo yake kulinda maslahi ya taifa hilo. Maamuzi kuhusu diplomasia ya Iran yanafanywa kupitia mfumo wa kitaifa uliopo kwa miongo kadhaa, huku taasisi za kiserikali zikishiriki katika shughuli zinazohusiana na vita, amani pamoja na mazungumzo. Akirejea mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran, msemaji alionya kwamba kushindwa kwa Washington kutatimiza majukumu yake kutakuwa na matokeo kwa muendelezo wa mazungumzo ya kidiplomasia. Hatutaacha chochote bila kujibiwa. Hatua yoyote dhidi ya Iran itakutana na majibu ya haraka na madhubuti. Mashambulizi hayo yalikiuka kifungu cha kwanza cha makubaliano ya Islamabad na ukiukwaji zaidi utazuia muendelezo wa mchakato. Akirejea kifungu cha 13 cha makubaliano, kufikia makubaliano ya mwisho kunategemea utekelezaji wa vipengele mbalimbali. Baadhi ya vipengele vinaendelea kutekelezwa kwa kiwango cha kuridhisha, ikiwemo kusitishwa na kuzuiliwa baharini kutoa misamaha inayohusiana na uuzaji wa mafuta. Hata hivyo, bado kuna changamoto kubwa katika maeneo mengi na Marekani lazima itimize majukumu yake kikamilifu.
Tuambie una maoni gani kuhusu taarifa hii na ujumbe huu. Usisite kutuandikia hapo katika uwanja wa comment section. Pia usisahau kusubscribe na kuturn on notification ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila mara tunapoziweka.